Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV. Katika pitapita zetu tumeweza kuzungukia katika shule hili la EPE Kazimia lenye kuwa chini ya kanisa Katoliki, na siku ya leo kumeweza kuendeshwa semina ambayo ni mafunzo. Tupo naye mwalimu atakwenda kutujulisha anaitwa nani na mafunzo haya yalikuwa yanahusiana na nini. Mimi ni Miraji Nurdin, uzidi kubaki nasi. Mjambo mwalimu? Jambo sana bwana mtangazaji. Labda ungejitambulisha. Mimi kwa majina naitwa Kasukuru Mtambala Jean, mwalimu wa siku. Naam, tumeona uko pamoja na umati mkubwa mkitokea katika darasa. Sijui darasa lilikuwa linahusiana na nini? Kwa kweli leo tulikuwa na mafunzo yetu ilikuwa kwa ajili ya uchungaji. Hao ambao tuko nao hapa ni waongozi wapya ambao kisha Jumapili watatumwa kwenye kazi zao za kitume. Kwa hiyo tulikuwa hapa ili kuzungumzia, kupana maelekezo kwa ajili ya uchungaji. Na tuligusia mambo fulani, tukagusia mambo ya liturujia, tukagusia mambo ya katekezi, na tukagusia pia mambo ya uchumi katika kanisa zetu. Namna gani Wakristo wanapaswa kukamata kanisa lao na kuweza kulidumia. Na ni wanafunzi wangapi na masomo haya yalianza tangu siku gani? Kwa kweli tulikuwa watu 17 na tulianza jana. Tulikuwa wakufunzi watatu. Wa kwanza alikuwa mwongozi stafu hapa Kazimia bwana Kashindi, na wa pili alikuwa mimi, na kesho ni padri mwenyewe atakuwa mkufunzi wa siku ya kesho. Na baada ya kesho hakuna siku zingine? Baada ya kesho tunafika Jumapili, na Jumapili itakuwa ndio kutumwa kazini. Tutakuwa na kanisa hapa, nitakuwa hapa kwenye shule ili kuwatuma sasa waongozi wapya kwenye kazi yao ya kitume. Je, haya mafunzo yatakuwa ni endelevu au ni baada tu ya mwaka huu, mwaka kesho kutakuwa mafunzo mengine? Kwa sababu tukiangalia wanafunzi viongozi wapya ambao wanatarajiwa huenda mwakani au baada ya miaka mingapi huwa kuna masomo kama na kwa ajili ya viongozi wengine wapya. Mipangilio inakuwa kufuatana mpango wa parokia, inaweza kuwa kwenye mwaka baada ya miezi 6, inapangana na mipango ya parokia. Lakini kwa zaidi inakuwa mipango ambayo inafanyika tunapomaliza muhula, tunakuja ili kutayarisha wengine ambao watakaoingia katika kazi ya kitume. Lakini kiwezekana padri mkuu anaweza kupangilia hata miezi 6 baada tunafanya mafunzo mengine ili kazia kwenye kazi zao. Na wito wako wa mwisho au neno lako la mwisho kutokana na somo ambalo umeweza kuwafundisha wanafunzi wako siku ya leo, unaweza kutoa wito gani kwao? Kwa kweli tulikuwa na ujumbe moja tu kwa siku ya leo. Tuliwaambia kwamba kila mwongozi, kila mchaguliwa ajikaze kuwa mtiifu katika kazi yake na ukamata azimio ya kufanya zaidi katika kanisa, kuonesha ubora wa kanisa, kuonesha mafaa katika kanisa na kupeleka kanisa mbele. Kiongozi, tunakushukuru sana. Asante, bila kushukuru zaidi bwana mtangazaji. Na mpenzi mtazamaji, kama jinsi umeweza kumsikia, tutakwenda kuuliza wanafunzi wawili namna gani mafunzo ya leo wameweza kuyachukua. Na mjambo? Jambo. Labda ungejitambulisha. Mimi naitwa kwa majina Msheza Foster Sobeka. Na siku ya leo umeweza kuhudhuria kwenye mafunzo. Vipi mafunzo ya leo umeweza kuyachukulia namna gani? Mafunzo ya leo nimeyachukua kwamba katika muhula huu lazima tufanye kazi ya kuendelesha madiakonia zetu zipate kujengwa na kupata nguvu ziendelee mbele zaidi. Na mafunzo nayo ya jana vipi uliweza kuyachukua? Mafunzo ya jana vile vile ilikuwa kama hii ya leo kwa ajili ya kuendelesha kazi zetu. Muda wa muhula utafanya nini kwa kuendelesha kazi ya diakonia? Lazima kwa kugeuza kazi ya diakonia iendelee zaidi, na katekezi vile vile iendelee. Na wewe ni kiongozi wa wapi? Mimi ni kiongozi wa diakonia Mwayenga, Mtakatifu Mikaeli. Na kuna wengine kutokea maeneo gani? Kuna wengine kutokea maeneo ya Kimino, Lobilo, Ebuma, Karamba, Yungu na Kazimia Centre. Vipi unaweza ukatoa wito gani kwa waumini wako kwenye unatokea baada ya mafunzo haya? Ni ipi elimu ambayo utaenda kuwapatia sasa na wao?
mimi nitawapa elimu ya kujitolea, wapate kuendelea kabisa kazi za diakonia, wajitolee na kukusanya wengine waingie kwenye zizi letu. Tunakushukuru sana kiongozi. Asante. Nami nakushukuru. Naam, tunaenda kwa mwingine, anaweza katuambia anatokea wapi na vipi amechukulia mafunzo ya siku hii ya leo. Mjambo kiongozi. Jambo sana. Labda ungejitambulisha. Mimi kwa majina naitwa Ibrahim Kakozi Amis. Natokea ndani ya Diakonia Kimino Mtakatifu Luka. Vipi mafunzo ya siku hizi mbili, kwa sababu kesho bado hatujajua itakuwaje, umeyachukua au umeyapokea namna gani? Mafunzo ya leo nimeyapokea, nimeyachukua kwenda kufundisha Wakristo ili tuweze kushikamana kwa kuendelesha kazi ya kanisa ndani ya paroisse na diakonia zetu zote. Vipi unaweza kawaomba nini viongozi wako, walimu wako kuhusiana na mafunzo haya? Unaweza kupendelea yawe endelevu au muwe mnakuja mara kwa mara kwa ajili ya kuongeza elimu yoyote? Ndio, nitaweza pendelea kila mara tukiwa tunakuja huku kwa ajili ya kuendeleza wala ya kushika mengi sana kwa ajili ya kazi ya kanisa. Na vipi kuhusiana na Mwayenga ambako unatokea? Vipi na wewe una chuo pale kwa ajili ya kuwafundisha waumini wapya dini ya Katoliki? Mimi natokea Kimino. Kimino. Ndio, nitaenda kuwafundisha katika kanisa, tukiingia sikia Mungu naanza kuwafundisha gisi masomo tulisomea huko. Vipi wito wako, unaweza kutoa wito gani kwa watazamaji wanaozidi kutufuatilia kutokana na umuhimu wa mtu kujifunza dini yake? Na waomba tu sote tushikane mkono tuweze kuiga sote mfano wa Yesu Kristo. Tunakushukuru sana ndugu yetu. Asante. Na mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, nafikiri umeweza kusikiliza namna gani viongozi wapya wameweza kuongea na mafunzo yataendelea namna gani. Na usizidi kubaki nasi, tutazidi kujua mengi zaidi na utazidi kupata mengi zaidi kupitia channel yetu hii ya Kazimia TV. La tu na kukumbusha tu usisahau kusubscribe pamoja na kushare kwa wengine waweze kuangalia namna gani kanisa Katoliki baada tu ya kuingia kwa padri hapa Kazimia, namna mabadiliko yamezidi kuwepo katika mji huu. Ulikuwa nami muda wote Miraji Nurji, na kuaga tu kwa kuambia thank you for your time.